Zikiwa zimebaki siku chache kuelekea uchaguzi mkuu, watu wenye ulemavu mkoani Tanga wameiomba serikali kuendelea kutoa elimu ya mpiga kura ili kuwawezesha kushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi mkuu na kuchagua viongozi wanaostahili. Baadhi ya wawakilishi wa watu wenye ulemavu wamesema kuwa elimu hiyo ni muhimu kwao ili kujua namna sahihi ya kutumia vifaa vya kupigia kura pamoja na kusaidiwa na wasaidizi wao bila kuvunja sheria na kuathiri uamuzi wao binafsi. Kupitishwa semina kidogo, muda bado mbali, lakini muda si rafiki sana, ni mfupi. Kwa hiyo kama kunawezekana maeneo ambayo hayajapita semina kwa ajili ya walemavu wakaelekezwa kwamba jinsi gani ya kupiga kura kulingana na vifaa vyao na utashi wao, jumlisha wao wanajiaminije wao kama wao, na wanaamini vipi wakiwa na ndugu zao au rafiki zao wa karibu mno kuweza kusaidia kupiga kura. Hili jambo ni muhimu sana. Sisi walemavu wenye ualbino, watu wenye ualbino tunafahamu kwamba adui yetu mkubwa sisi ni jua. Sasa tulikuwa tunaomba, tumeshaambiwa tutajengewa uwezo. Kwa hiyo nilikuwa naomba hii kauli inayosema kwamba watu wenye ulemavu tumejengewa uwezo lifanyike swala kama watu wanavyozungumza, viongozi wanavyosema. Sio kwamba tuambiwe tunajengewa uwezo alafu tukifika siku hiyo iwe ni mambo ya tofauti. Mtu mwenye albino kwanza hatakiwi akapange foleni kutokana na jua. Jua kwa mtu mwenye albino ni adui mkubwa sana. Kwa hiyo tungependa kwanza wazingatie swala la watu wenye ulemavu, tukifika pale tunapita tu moja kwa moja kwenda kupiga kura. Lakini pia kwa watu wenye albino tuna uoni hafifu. Kutokana na uoni hafifu tuliokuwa nao, tungeomba tukuziwe maandishi, picha ya mgombea tuione vizuri. Mimi nikiwa kama mtu mwenye albino sitaki niende kuuliza kwa mtu yule ni nani, ile picha ni nani, au pale wameandika nini. Hapana, nataka maandishi yawe yameonekana vizuri na picha ya mgombea ninayemtaka iwe imeonekana vizuri, ili haki yangu ya msingi niifanye. Muheza na pia kimkoa kwa watu wenye ualbino. Ina maana kwamba tulianzia hapo nyuma kwamba jamani, hebu jitahidini mkajiandikishe, na kweli wamejiandikisha. Na baada ya hapo tukapata mdau fulani ambaye ametusaidia uhamasishaji kwa kutumia vyombo vya habari, na vile tuliwahi kufika na kuwahamasisha na kuwaelimisha kwamba jamani mjitokeze, na unapofika kule kama kuna tatizo la uoni hafifu useme, usiogope. Kwa hiyo na maana hali hiyo tumeendelea nayo mpaka kufikia leo hii. Kwa hiyo naamini kwamba kiwango kikubwa cha nusu ya asilimia kitakuwa kimefika. Sasa jinsi tunavyoendelea, kwa hiyo ndivyo tunavyoendelea kuwaelimisha mpaka siku ile tutakapokuwa tumefikisha uchaguzi, basi nao watakuwa wako vizuri. Yameandaliwa kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu safari hii kwa kweli tunakipongeza sana serikali yetu, imethamini sana watu wenye ulemavu, na pia wamejali kwamba wanahitaji kila Mtanzania ashiriki kikamilifu katika zoezi zima la uchaguzi la kupiga kura. Na yaliyoandaliwa mojawapo ilikuwa ni maeneo kuwa rafiki katika ufikikaji, lakini pia wamezingatia ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu katika kupewa sapoti kipaumbele katika kuto kupanga foleni kwa watu tuseme kama vile watu wenye albino, kupanga foleni, kukaa juani. Ile pia imetengenezewa mazingira mazuri kwamba watapewa kipaumbele. Lakini walemavu wa viungo katika vile visanduku vya kupigia kura vimetengenezwa vizuri kwamba hata kama akiwa ni mlemavu ambaye anatambaa na magoti, kura ni siri, ana uwezo wa kwenda na akashushiwa eneo lake likawa size kabisa, akaweza kutiki kwa vizuri kabisa na kumchagua kiongozi ambaye anamhitaji. Lakini vile kwa watu wasioona pia wameandaliwa mazingira mazuri, aidha wanakuwa na msaidizi wako, kwa sababu unapokuwa na msaidizi, mimi na hakika kabisa kwamba ni mtu ambaye umemwamini. Unamwamini kwa sababu umetoka naye nyumbani, unakuja naye mpaka eneo la tukio. Ni kwamba una imani ya asilimia kwamba ninachokihitaji na mhitaji mgombea fulani, basi na yeye atafanya vile. Na hata kama itakuwa labda kuna maandishi, yani tumeandaa pia kutakuwa na maandishi ya nukta nundu yale ambayo yatamsababisha mlemavu asiyeona aweze
kusoma vizuri kwa maandishi yao yale ambao wanayahitaji, lakini pia hata kama hataweza kusoma, kwa sababu kuna wengine pia hawajui kusoma. Sio kama watu wote wenye ulemavu wamesoma. Kuna wengine hawajui kusoma, lakini watakuwa na wasindikizaji wao ambao pia wameruhusiwa kuweza kuwasaidia. Lakini vile vile katika albino pia. Albino wamewekewa pia maandishi yatakuwa yamekuzwa kidogo na picha za wagombea zitakuwa ni kubwa vizuri ili wao pia waweze kuona vizuri. Lakini vile vile pia kuna kiziwi. Tutambue kwamba viziwi huwezi kumuona kwa kumjua kwa kumwangalia. Lakini wote hao wameelewekwa kwamba watakwenda na wasaidizi na msaidizi wake ataweza kujitambulisha kwamba nimekuja na mlemavu ambaye ni kiziwi, hawezi kuongea, hasikii, lakini anapokuwa na msaidizi wake atapewa maelekezo mazuri na ataweza kutiki kwa uhakika kabisa.